Mimi nikamshauri, kazi yako kubwa kama katibu mkuu ni kufufua chama kifanye kazi. Pili, rushwa imeingia na hasa kwenye chama, sema mjitahidi kudhibiti rushwa. Haya ndiyo mazungumzo yetu wakati ule. Basi amekwenda amefanya kazi, sijui alifikia wapi kuhusu yale ya chama, lakini amekuja akawa makamu. Amekuwa makamu. Mwezi uliopita alinitembelea, tulikuwa na mazungumzo marefu kuhusu mambo mbalimbali ya kisiasa, ya kijamii, ya kiuchumi, lakini mawili ambayo nilisisitiza kwake, mawili. Nilisema nchi imejeruhiwa, nchi iko katika maombolezo, nchi inahitaji kuponywa, lakini matatizo yote tunayopata haya chanzo chake ni katiba mpya, kwa sababu matatizo ambayo yametufikisha hapa ni kwamba hatujapata katiba mpya. Kwa hiyo ushauri wangu ni kwamba mjitahidi tupate katiba mpya, na nilikuwa wazi kwamba katika yote tuliyofanya, kusita kulichofanya tusifike katiba mpya uko kwenye serikali na CCM. Ikifika wakati serikali kwa dhati kabisa, CCM kwa dhati kabisa inasema tupate katiba mpya, tutaipata. Kwa hiyo jukumu mlilonalo ni kubwa, kwa sababu ni serikali ambayo iliamua kwenye awamu ya 5 kwamba katiba sio priority, sio kipaumbele. Ikaamua hivi, na tumeendelea, tumeona mpaka mwaka jana CCM ilikuwa kwenye ilani yake hakuna katiba, bado walikuwa naona katiba sio priority. Mwaka jana ndio wakaiweka kwenye ilani, kasema hatutapata katiba katika nchi ambapo kutakuwa na utashi wa kisiasa kwa CCM na serikali. Mengi hayo, lakini nakwambia la pili, yale yaliyorudia chama. La pili, rushwa imefika mahali inamnyang'anya mwananchi haki yake, kwamba kwenye katiba yetu inasema chimbuko la madaraka ni wananchi. Nadhani section ngapi? Section 8. Chimbuko la madaraka ni wananchi, lakini rushwa imewanyang'anya raia haki hiyo. Lazima juhudi za makusudi zichukuliwe na uongozi kuondoa hili, ili wananchi wapate haki yao. Na nikasema ni gumu, kwa sababu viongozi wenyewe siku hizi unaweza kusema kama wewe sio mtu wa rushwa, kama wewe sio mpokea rushwa, huwezi kupata uongozi katika nchi, kwa sababu uchaguzi katika nchi, uchaguzi wa serikali, uchaguzi wa vyama, uchaguzi wa taasisi za kiraia ni rushwa. Kwa hiyo inakuwa kama ni taifa tunajenga mazingira ambapo corruption ndio sifa kubwa ya uongozi. Kasema hili ni lazima lifanywe kazi. Sasa nilipoona nasema nilifuatia rushwa, aliniambia, ndio mzee,
yote ni wazito, nitafikisha ujumbe kwa wenzangu serikalini. Sasa nilipo Ulaya, kwa sababu ninavyosema namfahamu Nchimbi, kitu kimoja, Nchimbi sio chawa wa aina yoyote. Nchimbi alipokuwa kwenye chama hakuwa chawa na vijana wenzake, na ameendelea hivyo hivyo, na mmemwona matamko aliyokuwa akitoa ni yale alikuwa na abidi. Mkiona kuna wakati fulani nadhani viongozi wa Chadema walikamatwa, sijui kama huko Mbeya kule, walikamatwa kule. Nchimbi akiwa katibu mkuu wa chama akasema, waachieni tushindane kisiasa. Katika uchaguzi wa serikali za mitaa 2024, unajua Nchimbi alitoka akatamka kwamba nimekwenda kumwona mwenyekiti wangu ambaye pia ndiye rais, kwamba haya madogo yanayofanya yaache, tushindane kisiasa. DBC walikuwa naitoa tofauti ya uongozi, na mmekuwa mkimwona toa matamshi, anasema kama mwana CCM akifanya jambo la ovyo mimi nakemea. Hakuna cha kusema kwamba huyu sisi mawafanya ukaa kimya. Na nilikuwa naeleza wenzangu hawa tulipokuwa kwenye ofisi ya mwenyekiti, kwa hili ilipotokea lile kwamba anapelekwa kwenye kamati ya maadili, jenerali akaniuliza swali juu ya hilo. Mimi nisema kwanza utaratibu ule wala mzuri, lakini nikapita hiyo. Sasa nilipoona kwenye mtandao kuna barua ya Nchimbi, alikuwa, maana mimi sio mwana mtandao, vijana wangu ndio huwa wananiletea haya. Kwa hiyo binti yangu akaja anasema, mzee, baba, Nchimbi ameandika barua ya kuresign. Akanionyesha kwenye simu yake, nikamwambia hizi ni pranks za watu hawa vijana wanaoandika, sio mimi, sio kweli. Yaani mwingine akaja, mwingine akasema nimecheki huko ni kweli. Basi mimi nikapigia simu Nchimbi, akapokea, akamwambia nimekupigia, kuna barua ina trend kwenye mtandao, mimi kipenda uniambie ni kweli umeandika barua ya kuresign? Akasema ni kweli mzee. Azungumza, akasema rais reaction yake nini? Akasema bado. Akasema basi tutazungumza kwa urefu zaidi ili tujue kwa nini una resign. Basi siku ya pili nikasikia halmashauri kuu inakutana. Nikapigia simu, haikupokelewa. Basi nikaashumu kwa kuwa bado ni makamu, bado labda iko kwenye halmashauri kuu. Jioni kapata tangazo kwamba kutakuwa na press conference ya CCM saa 3 usiku. Nikapigia simu, haikupokelewa. Nikapiga ujumbe, haukujibiwa. Na kwa kawaida serikali yetu alikuwa na respondi mapema tu.
Then nikaona yaliyosema kwenye press conference. Nikasema, kajaribu tena kupiga simu, haipokelewi. Then asubuhi nikaona wanasema amenyang'anywa simu zake. Sasa mimi nikanishangaza kidogo, maana nimekuwa kwenye chama, nachukua hatua za nidhamu, lakini baada ya hapo mtu ni huru. Sasa mimi waliponiambia kwamba wamesema sijui yuko kizuizini ama nini, bado sijaamini kwa sababu sioni msingi wake. Lakini moja ndiyo matatizo tuliyo nayo. Ukiangalia ahadi zetu wana CCM, moja inasema nitasema kweli daima, fitina mwiko, iko kwenye ahadi zetu. Lakini siku hizi ukisema ukweli umeanzisha fitina, unaweza hata kususiwa. Kwa hiyo naona tatizo hilo, kwa sababu CCM ni mwaka jana imetia katiba katika ilani yake, na baadaye sasa Nchimbi alipokutana, nani wa harakati wako hapa aliokutana nani? Alipokutana nao akawahamasisha tupate katiba mapema. Katika tuhuma ambazo inasemekana amepewa ni kusema hivi, na hiyo ndio inanipa wasiwasi. Kweli tuna utashi wa siasa ama tunatia tuendelee hivi isahau tutafika 2030 hatuna katiba mpya inayotumika, na hali ninavyoiona inaweza kuwa kuna mlipuko. Na ndio maana jenerali aliponiuliza nilisema sioni uwezekano huu. Kwa hiyo tuwe na kitu cha mpito hivi. Nikasema tuchukue maeneo yale ya katiba ambayo ni muhimu, tuzungumze, tukubaliane, tutunge sheria kama ilivyotungwa sheria ya uchaguzi. Wakati tunangojea katiba mpya, katika maeneo hayo, mfumo wa uchaguzi, mgawanyo wa madaraka, muungano na maadili, haya manne tukiyachukua, labda na mgombea binafsi, kwa hiyo iko kwenye katiba inayopendekezwa, lakini imetiwa masharti ajabu. Hayo tuyafanyie kazi, na tuyafanyie kazi kama kweli tuna utashi wa kisiasa, tuyakamilishe mwaka ujao. Tukiyakamilisha hayo, then tunaweza kuwa na matumaini kwamba uchaguzi unao wa mwaka 30 utakuwa haki kuliko ilivyokuwa. La sivyo tutaendelea na utaratibu wa kuengua, utaratibu wa kurabubu. Unapata matokeo percentage ambayo mtu mwenye akili katika nchi hii hawezi kuifikiria kwamba inaweza kutokea, na hiyo italeta mgongano. Na tunaweza kipindi mwaka jana watu wamekufa, sasa wanasema 508. Mimi naamini watawala wanajua watu waliokufa ni zaidi ya hiyo, wananchi wanajua walikuwa zaidi ya hiyo.
Sasa tukienda hivi, tukifika kule na inaonekana maandalizi ya uchaguzi tunayofanya, tunasema vyombo vya ulinzi na usalama vijiandae, tuwe na uchaguzi bora. Sasa tumeona vyombo vya ulinzi na usalama wanafanya nini kujiandaa, kwa sababu walijiandaa kwa uchaguzi uliopita mwaka jana, matokeo yake ni watu kufa. Tena hata hii 118, yani ukisikia hata viongozi wanaona kama ni idadi ndogo, kwamba watu 518 ni idadi ya watu ndogo. Na kama tunakwenda hivi, na ndio tunaona hata kuomboleza kitaifa ni kama haipewi umuhimu, wanaona kama sio hasara kubwa. Sasa ninachosema, tuone kama tunaweza kuwa na utaratibu ambao utatuwezesha kupata katiba kabla ya mwaka 30. Tusingojee kamati, tusingojee tume ya maridhiano. Ni lazima tuchukue hatua kwa sasa, ili kufika mwisho wa mwaka kesho tuwe na katiba. Na hiyo inataka utashi wa kisiasa, ya viongozi wote wa kisiasa. Muje na utashi wa kisiasa, tupate katiba, tujiandae kwa mwaka 30. Na zaidi ya hapo, nawashukuru.